Kwa majina naitwa Lucy Darabe Digenyek, ni mkurugenzi msaidizi sehemu ya uratibu wa huduma za msaada wa kisheria kutoka Wizara ya Katiba na Sheria. Wizara ya Katiba na Sheria imepewa dhamana ya kuratibu na kusimamia huduma za msaada wa kisheria kwa niaba ya serikali, na katika kutekeleza jukumu hilo, wizara kwa sasa inatekeleza kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia kwa awamu ya pili, ambapo kwa mkoa wa Dodoma utekelezaji wa kampeni hiyo umeanza tarehe 1 mwezi Mei 2026 na itaendelea mpaka tarehe 15 Mei 2026. Kampeni haitafanyika tu katika jiji la Dodoma, bali itafanyika na halmashauri zote za mkoa wa Dodoma. Kwa halmashauri hizi zote ukijumuisha na jiji la Dodoma, kampeni hii itafanyika kwa siku sawa, yani tarehe 1 mpaka 15 Mei 2026. Dhumuni la kampeni hii ni kutoa elimu ya kisheria kwa wananchi, kutoa ushauri wa kisheria, kuandaa nyaraka za kisheria, kusuluhisha migogoro kwa njia mbadala, kwa mfano migogoro ya ardhi na ndoa na migogoro mingine mbalimbali ya kisheria. Kutakuwa na ofisi au wataalamu kutoka ofisi ya mkoa ya ardhi pamoja na Wizara ya Ardhi na wataalamu pia kutoka jiji la Dodoma kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Natoa wito kwa wananchi wa Dodoma kuweza kushiriki katika kupata huduma za msaada wa kisheria kwa siku hizo 15, hususani kwenye eneo la ardhi. Endapo wana migogoro, iwe ni ya mipaka, iwe ni jambo lolote ambalo linawatatiza yamkini wanadai, wafike kwenye kiwanja cha mtekelezo kwa ajili ya kupata huduma hizo. Na kwanza tumeanza utekelezaji wa kampeni hii katika mkoa wa Dodoma, tumefikia takribani wananchi 54,000 mpaka leo kwa muda wa siku 3, na 25,000 kati ya wananchi hao ni wanaume, zaidi ya wanaume 25,000 na wanawake 28,000. Hapo ikijumlisha makundi mbalimbali, kuna madereva wa bodaboda, kuna wanafunzi wa sekondari, shule za msingi, kuna wafanyabiashara katika masoko, na wenyewe wamekuwa wakifikiwa na utekelezaji au huduma za msaada wa kisheria. Mimi naitwa Dennis Ngoira. Mimi changamoto yangu kwa kweli ya mikopo. Nimeomba mkopo kwenye kata ya Ng'ong'ona. Nimepitishwa kata ya Ng'ong'ona, nimepitishwa hadi jiji. Jiji wakaniambia kwamba tumewaachia benki. Kwa hiyo benki kila nitakapokwenda wanasema tutakuja kutembelea. Kila nitakapozunguka wanasema tutakuja kutembelea. Kwa hiyo mpaka sasa, kutoka mwaka jana mpaka sasa sijapata ule mkopo. Kwa hiyo ndio maana nimekuja hapa viwanja hivi ili hawa wanasheria wanisaidie. Je, huu mkopo kweli nimekubaliwa na kata zote, na je kweli nitasaidiwa? Mimi naitwa Eldegalda Jerome Kiwia. Niliposikia tangazo la msaada wa kisheria katika vyombo vya habari, nimekuja hapa kwa sababu niombe kusaidiwa. Kwanza moja, alipofariki mume wangu, dokumenti zile za ardhi, baadhi ya vitu viliibiwa, na baada ya kuibiwa nikaja nikafuatilia masuala ya kwenye hati kuhakikisha kwamba ziko salama. Dokumenti zilizokuwa zinakaa vyeti nikakuta zimeondolewa, zimetupwa. Mtu kashabadilisha haraka kajisajili, kashapewa na hati ya majina yake na kuambiwa kwamba yeye anawaona wakubwa. Wanasheria wale walichonieleza ni kwamba wamesema nikatoe kopi hizi dokumenti, watazifuatilia waone kwamba nini kinachoendelea. Lakini mimi ombi langu kubwa, wale wote waliohusika kufoji saini za marehemu, ninaomba washughulikiwe kwa sababu hawafati maadili ya misingi ya kazi.